tunafahamu kwa kiasi kikubwa takriban miezi 6 ulikuwa ndani. Japokuwa shauri linaendelea lakini upo nje kwa dhamana. Lakini watu wengi hasa wakazi wa Bunda wanahitaji kufahamu, na wengine maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mara wanataka kufahamu kuhusiana na Yohana Kaunya. Ni nani na safari yake ya kisiasa pia iliweza kuanzia wapi? Maana kwa kipindi hiki cha miezi 6 Kaunya masikioni mwa watu. Karibu sana. Asante. Kwanza mimi ni wapongeze kwa sababu hivi ni vitu ni vitu ambavyo mara nyingi huwa havifanyiki. Ndio. Ikitokea muda kama huu mnapata fursa kama ya kuja tunazungumza, inakuwa ni jambo jema sana. Lakini Yohana Kaunya ni nani? Yohana Kaunya huyu ni kijana ambaye alizaliwa miaka 38 iliyopita katika kijiji kimoja kinaitwa Maliwanda huko halmashauri ya wilaya ya Bunda. Nikisema Maliwanda walio wengi wanafahamu. Mimi nimezaliwa pale wakati mzee wangu akiwa mwalimu pale, na baadaye sasa nimekuwa nikizunguka sana kwenye wilaya hii kwa sababu baba akihama basi katika wale kihama na wamefanya nini? Mwalimu akipata uhamisho na yeye kijana wake na kupata uhamisho. Kwa hiyo nikabahatika kusoma shule ya msingi Nyangere. Wakati baba anahama basi nikahamia Nyangere shule ya msingi. Nikaanza darasa la kwanza pale mpaka darasa la 7. Baadaye nikafaulu kwenda shule ya sekondari inaitwa Chalia Sekondari iko Shirati kule. Sehemu inaitwa Kamageta. Lakini mazingira ya kule hayakuwa mazuri sana. Baba akanitafutia uhamisho kutoka Loria kuja Makongoro Sekondari. Kwa hiyo nimesoma mwaka mmoja kule kwa maana form 1 peke yake. Form 2, form 3 na form 4 nimesoma Makongoro Sekondari. Na baada hapo nikapata fursa ya kwenda Morogoro kwenda kusoma advance. Shule moja inaitwa Alpha James. Soma advance pale. Nashukuru Mungu nimesoma advance ya mwaka mmoja. Yaani niliona kama nachelewa hivi. Japo nimeanza shule nikiwa mdogo. Kaona kama nachelewa kwa sababu yani shule za wenzetu huko kwa maana ya mikoani huko, yani mtu anasoma akimaliza form 4 tu, yani ile 5 unakuta unapoenda kuanza form 5 unakuta mwenzenu yeye alishasoma topic zote amemaliza. Kwa hiyo na mimi nikadandia hapo, sasa mbona kama topic zimeisha? Basi go test kufanya mtihani wa form 6. Basi nikamaliza pale form 6 nikapata fursa ya kwenda chuo kikuu. Chuo kikuu nimepambana kupata chuo, ilikuwa kuna shida kidogo. Lakini nikabahatika kupata chuo kikuu cha CBE Dodoma. Kwa hiyo nikasoma pale, miaka yangu 3 imeisha pale. Chakato wa ajira zinasumbua kidogo. Kwa hiyo ajira, lakini wakati nasoma pale CBE Dodoma nilikuwa nianza kujihusisha na siasa. Kwa maana ya siasa za serikali ya wanafunzi, yani kidogo, lakini nadhani wenzangu mnaweza mkawa unafahamu pia. Nikabahatika pia kuwa siala kwa maana ya huku chini wanaitaga monitor. Mimi kwa siala mwaka wa kwanza wakati nikiwa pale chuo, mwaka wa pili nikagombea ubunge wa darasa. Kwa hiyo siala nikaachana nao nikawa mbunge wa darasa. Na wakati naelekea mwaka wa 3 wakati nimekuwa mbunge wa darasa nikabahatika kuwa waziri wa serikali ya wanafunzi sasa. Waziri wa ulinzi, katiba, sheria na utawala bora. Kwa hiyo sasa katiba yetu ilikuwa inasema ukiwa waziri wa ulinzi, katiba na utawala bora, mwaka ule wa mwisho wakati anakwenda kupatikana kiongozi mwingine, wewe ndio unakuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Sasa nilipokuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ndio nikaanza kufahamiana na wanasiasa wakubwa sasa. Yaani kaanza kufahamiana na Mheshimiwa Stabulaya. Anapambana pale sasa kuhakikisha kwamba serikali ya wanafunzi pia inapatikana kutoka na Chama cha Mapinduzi. Sasa wewe umekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, mgombea wetu wa CCM na kuna wengine wanasema mgombea wetu wa Chadema. Kama na mtu anaitwa Nasari enzi hizo akiwa Chadema, naye anasema hakikisha mgombea wetu wa Chadema anashinda. Kwa hiyo viongozi wakubwa nikaanza kuwafahamu kutokea pale. Na mwisho wa siku uchaguzi ukafanyika, nikasimamia uchaguzi ule vizuri kabisa, japokuwa kuna mashinikizo fulani hivi mengi, hakikisha unalinda chama na serikali. Akaniambia atakayeshinda ndio nitakayemtangaza, na kweli akabahatika kushinda mtu ambaye alikuwa anatokana na upande wa pili kwa maana ya Chadema, akashinda uchaguzi ule. Baadaye sasa mimi nikawa sio kiongozi tena kwa sababu nimestaafu na tume yangu imeishia hapo. Basi nikahitimu pale. Baada ya kuhitimu, lakini kabla ya kuhitimu ilitokea shida kidogo kwamba sasa huyu mbona sasa anaamua kutangaza yani mwanafunzi, lakini anayetokana na chama fulani ndiye anashika urais katika serikali ya wanafunzi hii. Mtu dili naye. Kwa hiyo akanisumbua kidogo na nini, lakini mwisho wa siku
wakaona misimamo yangu bado iko pale pale. Unajua kwenye siasa ukiwa na msimamo wako, wakishagundua msimamo wake wa hivyo wa siku zote watakuacha. Lakini ndio ni msimamo wa kuyumbishwa, watakuyumbisha. Mwisho wa siku nikahitimu salama. Karudi mtaani. Rudi mtaani nikakuta mzee wangu sasa ameshatoka Nyangele, amehamia sehemu ndo Kangetuti, shule ya msingi. Na akiwa mwalimu mkuu pale. Basi kaja nikamsalimia, mimi kumsalimia. Alibahatika kununua kiwanja Msoma, akawa amejenga nyumba yake, ameiacha haina mtu. Sasa mimi nishakuwa mtu mzima sasa hapa, ngoja nikaishi kwetu nyumbani ambako mzee alikuwa na nyumba amejenga na haikuwa haina mtu pale. Kwa hiyo kaishi pale 2012. 2013 nikapata ajira NMB Musoma. 2013, 2014 na 15 ikaniletea shida ajira yangu. Na kwamba nilikuwa na urafiki sana na mtu anaitwa Vincent Jelele. Kwa hiyo Vincent akija benki pale nampokea, yani nampokea kiheshima kama mbunge. Sio kama ni chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kama mbunge. Kumbe kuna watu nilikuwa nawakwaza pale. Sasa nikaamini kabisa kwamba akija kwa mfano mkuu wa mkoa anatakiwa apokelewe hadi sawa na nani? Na aliyekuwa mbunge kwa maana ya Vincent Nyerere. Kumbe mimi sasa nikawa kuna wakati kwa mfano benki imefungwa, utaratibu wa benki ikifungwa saa 10:30, akija mtu akasimama pale kwenye kioo kwa maana kwenye mlango ukamuona na wewe ndio uko, wewe ndio floor manager. Kuna watu wanapewa vyeo mle ndani, kuna mtu anakuwa floor manager wa wiki, yani unapeana kama huko nje anasema kwenda kuona mwalimu wa zamu. Sasa mwisho wa siku kamuona Vincent yuko pale. Na mimi ndio floor manager siku hiyo. Kwa hiyo mbunge bwana hazi sawa. Mfungulia. Ahudumiwe. Sisi akahudumiwa. Kumbe ni tatizo sasa kwa wengine. Sasa ikaniletea shida, nikaanza kuhojiwa na nini. Nikafikiria sana, nikaamua kuachana. Kabla sijaamua kuachana na ajira, nikaitoa barua kwamba nafanya siasa eneo la kazi. Kwa hiyo natakiwa nisimamishwe kwa muda. Nikatafakari, nikaandika barua kabisa. Yaani kabla ya muda sasa ambao nimesimamishwa ili nitafakari, mimi nikaandika barua kadhaa na mimi niamua kuachana na siasa. 2015 mwezi wa 4. Mpaka tarehe 14. Baadaye achana na siasa, wazazi wangu sasa waachana na siasa. Nani unaachana na ajira, unaenda wapi? Kaambia mzee, mimi naingia kwenye siasa sasa kwa sababu siasa imeniachia nini? Ajira yangu. Alipo mshahara mzuri sana. Kwa hiyo nimeniachia huko, ngoja niende huko hata kama hakuna kitu. Basi nikajiunga na siasa. Nikakata kadi yangu ya Chadema. Na kadi yangu ya kwanza ilitoka tawi la Kwango Msoma mjini. Nikawa na Chadema sasa rasmi. Nikaanza harakati za siasa 2015. Nikachukua fomu ya kugombea udiwani mwezi wa 8 2015. Sasa Chadema ilikuwa vizuri sana Msoma mjini pale. Kata moja ndio kata ya Kwango. Kwa fomu pale nikaingiza jina langu, nikaingia kwenye mchakato, tukawa wagombea 13. Mchakato. Nikagongwa kwenye kura ya maoni. Gongo nikawa watatu. Alishinda mzee mwenyewe mzee Sena. Mimi nikawa watatu. Kamati tendaji ya jimbo ya wilaya ikasema huyu kijana acha kazi kwa sababu ya siasa na nini. Huyu ndio tunamrudisha sasa, tunamteua kagombee udiwani kwenye kata ya Kwangwa. Sasa yule mzee ndio ni mzee ashastaafu, umri umeendaenda sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikimwangalia yule mzee nafikiria hivi mimi si bado. Kwa hiyo yule mzee anifanye nini? Yaani nimnyang'anye mzee kitumbua. Na ile kata wana ukiingiza jina, lazima ushinde. Yaani ni kata ambayo Chadema ilikuwa lazima inashinda kila mwaka. Yaani hadi 2020 kata uchaguzi ambao ulisumbua, wakatengeneza namna ilivyokuwa lakini Chadema ilishinda pale. Na maana hata 2025 ingeshiriki hata wangetengeneza kamwanya kidogo, maana ile kata ingeshinda. Basi nikaona yule mzee kama namuonea hivi. Nikapewa barua ya kwenda kuchukua fomu ya serikali, nikamwambia huyu mzee hata naona kama na yeye umri wake umeenda sana, hebu tumwachie. Basi nikamwachia yule mzee, kaenda kuchukua fomu ya serikali na akashinda udiwani 2015. Sasa mimi baada ya Vincent Nyerere kuona kwamba mimi nimeshamwachia yule mzee, akaniambia sasa tunaomba ukamsaidie Estabulaya, jimbo la Bunda mjini. Bana kampeni kule hana mtu na nini, hebu tunaomba ukamsaidie wewe sasa. Kwa hiyo nikaachana na Msoma mjini, nikaja Bunda sasa. Fika Bunda, Bulaya sasa ndio ana harakati sasa, watu wamejiuzuru, wana Chadema wamejiuzuru wengi sana, viongozi wamejiuzuru karibu wote. Kwa mbaki watu nadhani wawili ambao walikuwa baki Daniel Ayot na mtu mmoja anaitwa Ngobai Mwisalia. Hiyo unaizungumzia ni 2015 ya. Sasa baada ya hapo
Kaja kufika hapa nikapewa ridhaa kwamba sasa ni kaimu katibu wa wilaya. Maana katibu wa wilaya ameshaondoka na wilaya hana mtu wa kumsaidia. Wakati huo sasa aliyeshinda kula ya maoni hapo kupitia Chadema alikuwa ni Pius Masilulu. Sasa jina limekuja Rais Bulaya kutoka kwenye kamati kuu. Kwa hiyo kuna shida tena hapo, yani imetokea changamoto kubwa. Kwa hiyo mimi nikaanza kupita kila kata na punguza yale majeraha, basi nikamsaidia Bulaya angalau kujiweka sawa. Kaingia kwenye kampeni, nikamsaidia kampeni, yani mwanzo mwisho tulikuwa watu watatu. Tulikuwa tunakaa kitandani, yani mnakaa kitandani. Mimi, Bulaya mwenyewe na Daniel Ayoti ndio mnapanga plani ya kwenda kushinda uchaguzi jimbo la Bunda mjini. Basi tukashinda uchaguzi watu watatu. Wanne na mtu anaitwa Ngobai Mwisari. Japo alikuwa mtumishi wa serikali, kwa hiyo alikuwa ana hofu kidogo, lakini ni mtu ambaye tulishirikiana naye. Sasa siwezi kuacha kumtaja. Baada hapo tukashinda uchaguzi. Ikaniletea shida sana. Wakati tumeshinda, yani tumeshapata baraka kwamba tumeshinda, ila hatujapewa cheti kile cha ushindi. Nilikuwa napata wakati mgumu kwa sababu mimi nilikuwa nakusanya yale matokeo. Nilikuwa napokea simu nyingi sana. Ndio Bulaya anagombea na mzee Wasira. Mzee Wasira anasema, "Wewe kijana wewe, utakufa maskini wewe." Kwa nini? Nisaidie vituo 21 tu. Alafu mimi nitajua nabadilishaje hayo matokeo. Kwa hiyo kaambia mzee, ngoma haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Haiwezekani, mimi siwezi kumuuza Bulaya. Nichukue hela alafu nikamuuza. Nikakataa kabisa. Lakini mpaka leo mzee Wasira nikutana naye anambia, "Utakufa maskini." Yaani mpaka leo kwa sababu ya kukataa vile. Basi tukatangazwa pale, tukaanza kutangazwa. Bulaya akatupeleka Dodoma, basi tukafurahia ushindi na nini. Basi Bulaya akaniteua kuwa katibu wake 2015. Kwa hiyo nikawa katibu wa mbunge Esther Mosi Bulaya. Nimepiga kipindi cha miaka 5, 2015 mpaka 2020. Yaani kwa weledi mkubwa sana kwa sababu nadhani hata kuja kutokea katibu kama mimi kwa sababu hivi karibuni nadhani. Sio kama najisifia, lakini hata kuja kutokea kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu ambaye naenda kila kipindi cha miaka 5, 2015 mpaka 2020. Na nilikuwa nafika naunda kamati huko kwenye kitongoji. Nikifika kwa mfano kitongoji hiki hakina maji, naunda mwenyekiti wa maji, katibu wa maji, mhasibu wa maji. Yaani ni vyeo ambavyo haviko rasmi, lakini kwenye vitongoji huko viko vinaeleweka vizuri. Kwamba mwenyekiti wa maji, yani mwenyekiti wa kusimamia mpaka maji yaje. Yanakujaje? Yeye awasiliane na mimi niwasiliane na wao, tunakutanaje, tunapataje maji. Na nilifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Maeneo mengi sana maji yalisambaa kwa sababu ilikuwa kitokea mfuko wa jimbo pale, unajua tu kwenda kwenye rekodi yako, kitongoji fulani hakina maji. Kwa hiyo unalifaa tu hawa tuwapelekee. Kwa hiyo inakuwa rahisi kupata changamoto za wananchi. Baada hapo ikatokea issue ya barabara, ilikuwa ni changamoto kubwa. Hiyo barabara na nini, kwa tunaamua kupasua barabara mapya kupitia fedha mfuko wa jimbo. Sasa unaenda wewe kama katibu kwamba tutumie wanaita nini ile force account. Yaani ukipeleka kwamba tutafute mkandarasi unagongwa sana. Hela yenyewe unakuta unayo milioni 40. Sasa ukipeleka kule na maana unaweza kalima kilomita 2. Lakini ukitumia force account unaweza kalima kilomita 10, 15 mpaka 20 tulikuwa tunafanikiwa kwa hiyo hela. Basi ikatusaidia, lakini mwisho wa siku baada ya 2020 nikaona kama na mimi sasa ninatosha kwenye kugombea diwani wa kata hii ya Bunda Store. Kwa hiyo nikaingiza jina hapo. Kaingia mimi na Mheshimiwa Chiruma. Bahati nzuri Chiruma baadaye alivyoona ushindani umekuwa mgumu kidogo, maana yeye alikuwa diwani hapa. Basi akatoka Chadema akahamia NCCR. Kwa hiyo nikajikuta sasa nimebaki mimi na mwenyekiti wa kata sasa hivi anaitwa Nyakireli. Yeye ndiye sasa tukashindana naye kwenye kura ya maoni, basi nikamshinda kura ya maoni. Nikapewa ridhaa ya kuchukua fomu ya serikali ili nigombee udiwani. Gombea na diwani aliyopo sasa hivi anaitwa huyo Flavian Nyamigeko. 2020 tulifanya ushindani, kwa ushindani mmoja mzuri sana kwa sababu yeye alikuwa anaingia kwenye kituo cha kupigia kura kuchukua matokeo na mimi naingia. Tulikuwa na vituo 24. Lakini katika vituo 20 yeye mwenyewe nadhani angekuwa shahidi hapa, aliona moto ulivyokuwa. Yaani akinishinda 10 hapa, huku mimi nampiga 30, 40, 50. Mwisho wa siku sasa imefika mwisho kwenye majumuisho. Flavian anaenda kulala, yaani anaenda kulala kama nimegongwa. Anaambia bwana njoo tunakutangaza na mimi kaondolewa pale ndani. Kaondolewa ukumbini kwenye majumuisho. Yakaitwa kama nenda kulala, akaja akatangazwa kawa diwani. Lakini kalizika na hali kwamba si ndio mazingira ya nchi yetu iliyofikia. Basi mimi naendelea na mambo mengine. Sasa baada hapo mambo mengine yanaendelea. Kaachana na siasa za Bunda kidogo.
nikawa nimehamia Dar es Salaam, kwa maana kwamba hapo nyuma kidogo 2019 nilipatika kuwa naibu katibu mkuu wa BAVICHA Taifa, maana nafasi ambayo niligombea wakati nikiwa katibu wa mbunge. Nikawa nimeshinda. Kwa hiyo wakati namalizia mwaka mmoja ule wa mwisho kuelekea 2020 nikiwa katibu wa mbunge, basi nilikuwa na cheo kingine pia cha naibu katibu mkuu BAVICHA Taifa. Sasa huo uchaguzi ulipoisha na nini, 2021 nilipata fursa ya kuwa katibu mkuu baada ya aliyekuwa katibu mkuu amejiunga na wale waliokuwa wabunge wanaitwa COVID, wanasema walijipeleka bungeni wenyewe. Alikuwa anaitwa Nusrat Hanje. Sasa alivyoenda basi nikapewa ridhaa ya kuwa katibu mkuu wa BAVICHA 2021. Nikapambana na taifa sasa kwa muda wa miaka 4 mpaka 2025 mwezi wa kwanza, ambapo nilistaafu rasmi sasa kwamba nafasi yangu ya ukatibu mkuu wa BAVICHA imeishia hapo kutokana na umri, maana sisi ukifikisha miaka 35 uruhusiwi kuendelea na BAVICHA kwa maana ya kuwa kiongozi. Ile unaweza kuwa BAVICHA wa heshima, kwamba BAVICHA heshima unamalizia miaka yako sasa 5 au 10 hapo ndani, mwisho siku kwa unakuwa ni mshauri wa BAVICHA. Kwa hiyo mpaka sasa hizi ni cheo ambacho nilichonacho kwamba ni mshauri wa BAVICHA. Lakini juzi nimepata fursa ya wakati natoka jela, nikapata fursa kama tukio ya juzi hii ya 28-29, kaniteua kuwa katibu wa kanda ya kaskazini. Maana kwamba mimi nimetoka jela tarehe 25, nimekaa baada ya siku 4 nimepewa mamlaka mengine, majukumu mengine tena kwamba nitaenda kaskazini kwa maana ya Arusha. Sasa hiyo kanda ina mikoa 4 kwa maana ya Arusha yenyewe, Manyara, Kilimanjaro na Tanga.